Katibu mkuu wa Baraza la Usalama la Urusi Sergei Shoigu afanya ziara ya haraka kuelekea huko Korea ya Kaskazini. Katibu huyu wa Baraza la Usalama Bwana Shoigu amewasili Pyongyang. Kulingana na shirika la habari la serikali ya Urusi TASS, imeripoti kwamba imepangwa Shoigu atakutana na kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong-un na viongozi wengine wa nchi hiyo. Korea Kaskazini hata hivyo inadaiwa inafanya majaribio ya silaha za kukinga ndege huku mkuu wa usalama wa Urusi akiwasili. Uzinduzi wa hivi punde unaonekana kuwa ni majaribio ya silaha za kusafirishwa kwenda Urusi ili zitumike nchini Ukraine. Wataalamu wa mambo wanaeleza kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong-un amesimamia majaribio ya mfumo wa hivi punde wa makombora ya kuzuia ndege nchini humo, kwa mujibu wa vyombo vya habari vya serikali, wakati mkuu wa usalama wa Urusi Bwana Sergei Shoigu alipowasili Pyongyang kwa ajili ya mazungumzo. Shirika la habari la serikali ya Korea ya Kaskazini KCNA limeripoti siku ya Ijumaa leo kwamba jaribio la hivi punde limethibitisha silaha hizo mpya ni za kuaminika sana, na kuongeza kuwa mwitikio wa mapigano nchini humo ulikuwa wenye manufaa. Tangazo hilo limekuja siku moja tu baada ya Korea Kusini kumaliza mazoezi yake ya pamoja ya kijeshi ya kila mwaka na Marekani, ambayo Pyongyang iliyashutumu siku ya Ijumaa kama mazoezi ya vita vya uchokozi. Shirika la habari la KCNA limesema jaribio la Alhamisi lilifanywa na utawala kwa kutumia kombora la Korea Kaskazini. Lilikuwa la kuchunguza utendaji kazi wa mfumo ambao utayarishaji wake tayari umeshaanza. Ripoti hiyo haikubainisha ni wapi mtihani huo ulifanyika, lakini ilisema Kim alijumuika na wajumbe wa tume kuu ya kijeshi ya chama tawala cha wafanyakazi cha Korea. Shirika hilo limemnukuu Kim akisema kwamba jaribio hilo limethibitisha kwamba jeshi lake litakuwa likiwa na mfumo mwingine mkubwa wa silaha za ulinzi na utendaji wa ajabu katika uwanja wa vita. Picha zilizotolewa na KCNA zimeonyesha bomba kutoka katika kombora likipaa angani na mlipuko wa angani. Picha zingine zimemuonyesha Kim akitazama zoezi hilo huku akitabasamu. Jeshi la Korea Kusini lilifahamu mapema kuhusu uwezekano wa kurusha kombora ambalo lilimalizika mnamo saa 3 asubuhi siku ya Alhamisi nchini Korea Kaskazini. Shirika la habari la Yonhap limeripoti likimnukuu afisa kutoka ofisi ya jeshi JCS, ambapo wataalamu walisema Pyongyang inaweza kupokea usaidizi kutoka kwa Urusi kwa mfumo wa makombora ya kushambulia ndege, haswa ikizingatiwa jinsi uhusiano wa usalama unavyozidi kuunganishwa kati ya mataifa hayo mawili. Shin Song-ki, mkuu wa utafiti kuhusu jeshi la Korea Kaskazini katika taasisi ya Korea ya uchambuzi wa ulinzi, ameliambia shirika la habari la Reuters kwamba kwa sababu ya kuimarishwa kwa ushirikiano na Urusi, kuna uwezekano mkubwa kwamba Moscow iliipa Pyongyang kile ilichodai katika kuunda silaha mpya. Mtazamaji, endelea kutufuatilia na usisahau kulike, usisahau kucomment, lakini pia kusubscribe channel yetu hii. Utakuwa ukipata habari hizi kwa mapana hapa The World News. Jina langu ni Adam Hussein. Endelea kutufuatilia wakati wote, endelea kuwa nasi.